بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1447, tukiwa masjid Abdullah al-Farsi rahimahullah ta'ala katika mji wa Lamu, azzaha Allah bil Islam wa sunnati wa tauhid. kalima hii بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى tazungumzia jambo ambalo ni katika i'tiqad ya ahli sunnati wal jamaa, ambao ni wajib kwa kila muislamu kulitakidi, sababu lina dalili katika Qur'an na katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na jambo hili pia ni muhimu kwa muislamu kulielewa, sababu wengi katika ahlul batil kupitia katika mlango kama huu katika kuwatumbukiza wengi katika Uislamu katika upotofu. jambo lenyewe al-awliya wa karamatuhum, mawali na makarama waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, baina ahli sunnati wal khurafiyin. jambo hili lahitajia kuwekwa kwenye mizani. Vipi atakikana aliitakidi mtu wa sunna na aweze kutofautisha baina ya kuwa haya ni makarama na haya mengine haya ni katika khurafat, mambo ambayo hayana msingi wowote, bali ni sababu ya watu kupotea. Na hata akimjilia mtu akamtishia kuwa wewe huamini makarama, sema naamini, lakini siamini khurafat, mambo ambayo hayana msingi wote. Sababu haya ya pili haya yaweza kupatikana kwa mtu yoyote yule, hata wengine katika kufara. Nimeona clip ya mmoja katika mapasta, ingawa imenichekesha sana, awatangazia wale wafuasi wake kwenye kanisa kuwa mimi naweza kufanya gari likatembea bila ya engine. Mimi naweza kufanya gari likatembea bila hata ya engine. Niletee gari hapa halina hata engine, mimi nitalifanya litembee. Kwa tuseme katika karamati la auliya, sema huu muongo. Na hili jambo liweze, labda utafute watu wakusukume kama vile mkokoteni, sasa nawaambia litatembea. Sasa muislamu hatakikani achezewe akili yake katika dini yake, aelekezwe katika upotofu kwa madai kama haya. Na atajuaje? Lazima ajue kupambanua kwa hili sasa ni sawa na hili sasa hili si la kweli, hili la pingana na namna Allah alivyojalia katika huu ulimwengu. Nasema kuna sunan, kuna njia za Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka katika huu ulimwengu, hazibadiliki. falan tajida li sunnati llahi tabdila,
walan tajida li sunnati llahi tahwila. Kuna njia Allah ameziweka mwenyewe. Kwa mfano, akija mtu akikwambia, mfano natoa watu katika makarama ya shekhi fulani alizaa mtoto, alibeba mimba akazaa mtoto mwanamume, huamini makarama wewe? Allah amemuumba mwanamume huwa katika sunna za ulimwengu hazai, anayezaa ni mwanamke. Si kwa sababu Allah hawezi kufanya hivyo, masala kwa Allah ala kulli shay'in qadir mengine, na masala ya kutishana hapa mengine, kulazimishana kuamini vitu ambavyo si vya sawa. Tusikilize makini hapo. Nakupa mfano mwingine. Umemchinja kuku wako, mfutua manyoya, unamkata maguu, kichwa hana, ukampeleka kwenye bucha, ukamwambia yule muuza nyama, naomba nikatie na mashini kuku wangu huyo, shamtinda, shamtoa matumbo na kila kitu, niwekee miguu kando, mbavu kando. Ukamweleza namna ya kufanya. Nenda kwa shughuli zangu, nikirudi nitakuja kuchukua senti ngapi? Kwamba mpe shilingi 50, nitakukatia katia. Ashika, nenda naja. Ukirudi muuza nyama akwambia, katika maajabu bana, yule kuku ulionipa bana, ghafla kameamanywa na miguu na shingo na kichwa kikarudi sawa sawa, akakimbia. Kwa hivyo huna kuku hapa. Mimi nakupa kuku bwana, nakwambia unikatie katie. Huamini inna Allah ala kulli shay'in qadir? Wewe huamini? Sasa huku kutiana ujingani huku ndiko tutataka kukuondoa hapa. So mtu akishakwambia hivyo, akisema ni kweli Allah ala kulli shay'in qadir, lakini Allah ameweka njia zake katika ulimwengu, hilo unataka kunifanya wewe ni utapeli, wewe unataka kuniibia na kunidhulumu, haiwezekani hivyo. Ndio yule bwana mmoja wa Hadhramut kule, mwenyewe kashika kibuzi chake enda kukitinda, akale nyama. Njiani akakutana na hawa wanaojiita mawali bandia. Akamwambia yule bwana, nipe huyo mbuzi. Yule bwana akasema, lakini mimi huyo mbuzi mmemnunua kwa ajili ya watu wangu wa nyumbani, nataka kuwachinjia wakale. Yule bwana amtishia, amwambia, utanipa huyo mbuzi ama nitamgeuza mbwa, nipe ama nitamgeuza jibwa. Lakini nyinyi wajua wale Hadharim. Akamwangalia akamwambia, wewe hasidi sana, ikiwa waweza kumgeuza mbwa, si wafanye wewe wawili, mmoja mtukue wewe, mmoja mtukue mimi, kila mmoja akale mbuzi. Huwezi kumfanya mtu mwerevu mjinga kwa maneno kama hayo. Kama wewe kweli waweza kumgeuza mbwa mbuzi, huko mbali wafanye wawe wawili, wewe tukua mmoja, mimi na huu wangu mmoja, usimfanye mjinga mimi, watankale mbuzi wangu. Kwa ikiwa utaelewa, huwezi kufanywa mjinga na mtu yoyote katika jambo lako la dini. Sasa tulizungumzie hili suala hili, wali nani? Huyu wali nani? Na hizi karamati ni kitu gani? Na sheria yazungumza nini kuhusu hili jambo? Na hapa tukishalizungumza, hata akaja mtu, wewe wapinga makarama, wewe huwezi kunichezea mimi akili. Mimi najua ninachokiitakidi ndani ya nafsi yangu kulingana na dalili za Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nje ya hapo hunitoi. Yani ni kama wataka kunifanyia mchezo wa kiakili ili kuniingiza katika upotofu. Tukija katika huyu wali nani, sitaki kuingia katika mambo ya katika lugha wali nani, haitufaidishi hilo kwa sasa. Hilo tutalizungumza kwa wanafunzi. Lakini hapa
kinachotuhusu sisi, tunataka kumjua huyu wali kisheria nani. Wanawavyuoni wasema kullu mu'minin taqi fahuwa lillahi wali, kila mu'min anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, awe ana makarama awe hana makarama, fahuwa lillahi wali, huyu ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sharti la mtu kuwa wali ni kuwa awe ni mu'min na awe ni mcha Mungu, basi huyo ashakuwa wali. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون kisha akasema alladhina amanu wa kanu yattaqun. Hii taarifu imetoka hapa katika hii aya. Tanabahi bana, vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala hawa hawana hofu kwa yale yanayokuja mbele yao, wala hawana huzuni kwa yale walioyawacha huko nyuma. Nani hao? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, wale walioamini wakawa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu yote tukiambiwa huyu wali, tumwangalie vizuri, je, ni katika wale wenye sifa hizi mbili? Ikiwa na hizi sifa mbili, basi alhamdulillah. Na hapa tukilisema hivi, wengi sana katika waumini waingia katika hili, na ndio maana Allah akasema Allahu waliyul ladhina amanu. Allah ndiye msimamizi wa wale walioamini, ni vipenzi vyake. Na daraja ya wilaya iko kwa namna mbili, na haya ameyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inayojulikana hadithul wali, hadith qudsi. يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, mwenye kumfanyia uadui kipenzi changu, basi mimi nimemtangazia vita. ولا يزال عبدي يتقرب إلي وما تقرب عبد إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mwanzo kanzee, hatajikaribisha mja na kile kinachopendeza zaidi kwangu mimi kama kile nilichomfaradhishia. Bimaana ibada za faradhi zapendeza zaidi mbele ya Allah kuliko ibada za sunna. Na hii ndiyo daraja ya kwanza ya uwali ambayo iko chini, kuwa ni wale wanaoshikamana na faradhi, bimaana watekeleza zile faradhi alizozifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha daraja ya juu, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, na hata wacha mja kujikaribisha kwangu mimi na ibada za sunna mpaka nitampenda mja wangu yule. Kwa huyu yuko katika daraja ya juu zaidi, bimaana ametekeleza faradhi na akatekeleza na sunna. Aswali swala za faradhi, aswali na swala za sunna. Afunga somo za faradhi, afunga na somo za sunna. Yani kila jambo katika lilofaradhishwa na hii wafanya pamoja na sunna. Huyu daraja yake iko juu zaidi. Na hawa Allah subhanahu wa ta'ala au makundi haya mawili ameyataja katika suratul Waqi'a alipozungumza vigawanyo vya watu, akawataja ashabul yamin wa ashabul yamini ma ashabul yamin, na hapa pia akataja almuqarrabun was-sabiqun as-sabiqun ulaika almuqarrabun. Almuqarrabun wako katika daraja ya juu zaidi, ashabul yamin wako chini yao. Kwa hivyo wakaanza kuwataja almuqarrabun, kisha kataja wa ashabul yamini ma ashabul yamin, hawa wako chini ya wale, lakini hawa wote ni vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu watafautiana katika uchamungu,
na ndio yule aliyembora zaidi ni yule anayemcha Mungu zaidi. Na ndio maana Allah akasema inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Kwa hata yule muislamu wa kawaida, unayemwona muislamu wa kawaida, yule pia ni wali wa Allah, ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni mu'min. Na pengine wewe waweza kumwona ni mtu wa kawaida, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ana daraja kubwa sana. Kuna mambo pengine ayafanya mimi na wewe hatuyaoni katika ibada, ajikaribisha nazo na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye anayejua siri yake. Hakuna nguo maalum ambayo mtu akiivaa wa wali. Ukatafuta kilemba cha rangi ya kijani kirefu cha mita 3, ukaziba mpaka masikio. Mimi usema wale uziba masikio kama asema summun bukmun umyun, hata ukaniambia nini sikusikilizi. Hakuna uniform maalum. Kwa kiivaa huu kilemba hiki basi washakuwa wali, na kofia ile akiivaa yule atakuwa wali. Hakuna. Ni iman na taqwa na ucha Mungu. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la barrahu. Kama mtu nywele timtimu, ana mavumbi, lau kama atagota mlango fulani akifunguliwa, fulani huyu akafungiwa mlango mbele uso wake, lakini kumbe mbele ya Allah huyu ana daraja kubwa mno, na daraja kubwa sana, na hakuna mtu aweza kumtarajia kwa hivyo. Ni jambo la rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye anayejua yule aliyekubaliwa na yule ambaye hakukubaliwa. Kwa hiyo Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala Ibn Taymiyyah sema alwilayatu hiya al-iman wa at-taqwa. Wali ni imani na uchamungu. Almutadhamminatu lit-taqarrub bil-fara'id wan-nawafil, ambao ndani yake umekusanya kujikaribisha kwa Allah kwa faradhi na sunna. Maadamu wewe watekeleza hizi ibada biidhnillah ta'ala, wewe ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo la wilaya liko katika pande mbili. Alwilayatu laha janiban. Janibun yataallaqu bil'abdi, kuna upande ambao umefungamana na huyo mja, wa huwa alqiyam bil awamiri wajtinabu an-nawahi. Na ni yeye kusimamia maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo, kisha polepole apanda daraja kwa an-nawafil, thumma at-tadarruj fi maraqi al-ubudiyyah bin-nawafil. Panda daraja za kuwa karibu na Allah kwa kutekeleza ibada za sunna. Wajanibun yataallaqu bir-rabb subhanahu wa ta'ala, na upande wa pili umefungamana na Allah Mola mlezi subhanahu wa ta'ala, wa huwa mahabbatu hadha al-'abd, na ni kumpenda mja huyo, wa nusratuhu, na kumnusuru, wa tathbituhu, na kumfanya awe imara katika imani yake, wa tathbituhu ala al-istiqama, akamfanya awe imara katika msimamo yake sawa sawa. Amma al-karamat fahiya amrun idafiyun, ama jambo la makarama jambo la ziada ile, bimaana laysat shartan fi al-wilaya. Jambo la makarama si sharti katika kuwa huyu ni wali, kwa sababu makarama yalikuwa mengi zaidi kwa tabi'in kuliko masahaba. Kwa nini? Kwa sababu masahaba imani zao zina nguvu, hawakuhitaji makarama kwa mfano kwa wingi ili kutilia nguvu zile imani zao. Kwa imani zao tayari zimekita mzizi. Na makarama kwa atba' at-tabi'in ni nyingi zaidi kuliko at-tabi'in, wa hakadha. فقد تحصل الولاية ولم توجد كرامات. huenda mtu akawa ni wali wa Allah na hana haya makarama, na yatosheleza karama kuwa Allah akupe thabat mpaka wafariki katika hii dini,
wallahi kama kuna karama kubwa zaidi hakuna mfano wake, kwa Allah akujalia umesimama imara katika dini yake mpaka kufa kwako, uondoka duniani ukiwa katika Uislamu. Hii ni neema kubwa sana. Sasa tuje katika hili jambo la karama. Tumemjua wali nani? طيب الكرامات nini hizi karamat? الكرامات جمع كرامة, moja ni karama, kwa wingi sema الكرامات, وهي أمر خارق للعادة, ni jambo ambalo limepita ile hali ya kawaida ya kiubinadamu. يجريه الله تعالى على يد ولي تأييدا له, huenda Allah akalipitisha lile jambo kupitia mikono ya huyu wali ili kumtia nguvu au i'anatan, na kumsaidia yule wali, au tathbitan, au kwa ni sababu ya kumfanya awe imara katika msimamo wake, au nasran lid-din, au kuinusuru hii dini. Kuna bwana mmoja Mkuwaiti, nafikiri baadhi yenu mtakuwa mmjua jina, mtanikumbusha. Alikuwa akija kufanya da'wa Afrika huko sana, kumbuka maarufu sana. Naam, Ibn Battuta khurafi hapa, خليك منه. hii asri tunoishi, akufa kitambo juzi tu. Almuhim, kimkumbuka nitawaambia jina lake. Ziko clip zake nyingi katika YouTube akizungumza. Bwana katika zile rihla zake za kufanya da'wa, yeye huingia ndani kwenye mitu ya Afrika kule kufanyia watu da'wa katika Uislamu, na watu wengi sana wasilimu kupitia da'wa. Kisha yoleta misaada, yowachimbia visima, yowajengea msikiti, awaletea walimu wasomeshe. Afanya kazi kubwa sana, miaka mingi sana, ashafariki rahimahullah rahmatan wasi'a. Huyu bwana aeleza tukio ambalo limempata kweli. Asema siku moja katika hii Afrika amekuja sehemu za ndani, ni mwaita mashinani, uko ndani, sababu da'wa haifiki kule kwao. So yeye sasa alikuwa akiingia ndani kabisa. Asema nimekwenda kule nikawafanyia da'wa, mara nyingi uchukua mkalimani, akao yowaeleza wale mabana kuwalingania katika Uislamu. Asema yule mkubwa wa kile kijiji kile akamwambia, sisi tutasilimu sote, lakini kwa sharti, hebu ikiwa huyo Mungu wako wa kweli, muombe ateremshe mvua. Tujaona mvua miaka zaidi ya 10 hapa. Kama Mungu wako wa kweli wewe unaitulingania, muombe ateremshe mvua. Wallahi akiteremsha mvua tu hivi, usema sote sisi tutaamini, sisi tutakuwa Waislamu. Asema kama kuna siku nimepata ihraji na nikawa na hofu siku hiyo, tuseme ninaomba ikunyesha mvua, itakuwaje? Asema kwa madhambi yangu mimi na upungufu wangu nilokuwa nao, kweli nitaitikiwa dua mimi, yani udhaifu nilokuwa nao, lakini hii ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi nawatakia khairi ya watu. Si ati ajisifu, basi mimi kafanya, basi mimi akajituhumu kwa mimi nikaona pale kama kuna siku ya kuaibika siku hiyo, isije nikawa mimi ndio sababu ya watu kutoukubali Uislamu kwa sababu ya upungufu nilokuwa nao. Lakini nikatawadha, nikaswali raka 2. Yeye mwenyewe eleza, nikamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, waja wako nisamee mimi taksir zangu, lakini hawa waja wako ya Rabbi, ikinyesha mvua tu hapa watasilimu. Asema kama kuna siku niliomba dua kwa ikhlas, basi siku hiyo wallahi, asema wallahi natoa salamu, mvua yanyesha, wakasilimu watu wote. Hii uone kama ni karama hii. Mbona wewe kusema sasa kaburi langu mkifa lijengeni Muona mimi hakuna kujisifu wala nini. Ni kitu kweli kimetokea.
na kikawa ni sababu ya watu kupata nini? Uislamu, kusilimu. Kwa hiyo jambo kama hili lawezekana sana, lakini uje kuwa ngojeni hapa niwaonyeshe makarama, wewe mchawi, wewe utakufanya kiini macho, sababu ile jambo liko katika mikono yako, katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye hulipitisha wakati anapotaka yeye kuitia nguvu hii dini, kumnusuru mja wake. Kwa hili latokea. Anayetuambia kuwa hawa hawaamini makarama si mkweli. Sisi hatuamini mambo yale ambayo yatatutia katika upuzi kama yale mnayozungumza. Mtu aseme katika makarama ya fulani alikuwa haswali, amswalia mtume tu yeye, akaa pale njiani, yeye kazi yake kumswalia mtume, haswali swala ya kawaida hii. Alikuwa wali mkubwa, uffilak, wali haswali, akaa tu, na watu wakaamini kwa huyu wali kweli na haswali. Au uje utuambie kuwa yule alikuwa ni wali, kazi yake alikuwa kikaa juu ya nyumba. Sheikh Sutuh Ahmad al-Badawi alikuwa kikaa juu ya nyumba, watu wakipita wakojolea. Wallahi ya maneno siyazungumzi kuwa natunga, waamini kwa wali kazi yake kukojolea watu, na alikuwa hashuki kule kuja kuswali jamaa wala haswali. Lam yasjud lillahi sajdatan, atin katika wilaya. Sema mambo si sawa, si ya kweli, huku mkupotoshana. Haiwezekani kuwa ni wali hata faradhi haitekelezi. Haiwezekani kuwa ni wali amuasi Allah subhanahu wa ta'ala waziwazi. Na hatusemi kuwa wali ni maasum. Masahaba walikuwa dhirwa katika ibada na uwali, na pamoja na hayo yawezekana kwa sahaba kuteleza. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipoizungumzia janna anasema uiddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra wad-dharra wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinina walladhina idha fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إلى آخر الآيات. الله كوصفها كمبه وفanya fahisha, naam, na watubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si sharti la wali kuwa maasum, kuwa hafanyi makosa, la, si sharti. Aweza kukosea, aweza kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ hapa sasa kuja masala, kuna tofauti gani baina ya miujiza ya mitume na makarama ya mawali? Sababu wapo katika ahli bid'ah wanaosema kuwa kile ambacho chawezekana kuwa ni miujiza kwa mtume chawezekana kuwa karama kwa wali. Tusema la, ingelikuwa ni hivyo mngetatiza watu, usingejua tofauti ya miujiza nini na makarama nini. Almu'jiza takunu maqrunatan bid'wa an-nubuwah, miujiza huja pamoja na mtu kusema kuwa yeye ni mtume. Mitume wa Allah walikuwa kusema sisi ni mitume, kisha wakipewa miujiza. Lakini makarama huwezi kumpata wali adai ni mtume. Akidai ni mtume na ni muongo, sio, atakuwa huyu hata si wali kamwe, huyu ni kafir. Kwa akitoka leo kwa mfano mtu akisema mimi nina makarama basi mimi mtume, atakubalika kauli yake? La. Kwa hivyo miujiza ni ya mitume peke yao, ambao ndani yake kuna kutangaza utume kuwa mimi ni mtume wa Allah. بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة. كرامات ولمواليها وداي أتومه بسا، وإنما حصلت له الكرامة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إلى كرامة بتكانك وإيكم فوتنان متومه صلى الله عليه وسلم.
walistiqamati ala shar'ihi, na kusimama katika sheria aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake. falmu'jizatu lin-nabi wal-karamatu lil-wali, kinachokusanya tu baina ya vitu hivi ni kwa al-amru al-khariq, ni kitu ambacho hakiko katika hali ya ubinadamu katika hali yake ya kawaida. فإن حصل أمر خارق بغير اتباع الشرع كان من الشيطان. لكن likitokea jambo la ajabu kwa mtu ambaye hafuati sheria ya Allah, itakuwa hili latokamana shaitan. Kwa mfano, Masih ad-Dajjal atakapokuja atafanya mambo mengi sana kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ataamrisha mbingu zinyeshe, zitanyesha. Ataamrisha mimea itoke katika ardhi, itatoka. Hasa kama wewe hujui kutofautisha baina hii ni kazi ya shaitan na hii ni kazi ya wali wa Allah subhanahu wa ta'ala, amefanyiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe Masih ad-Dajjal utamtawali. Wengine utamta Mungu haswa, si mtume tu, Mungu. Si wako watu watakomfuata kuamini kwa naye atatangaza uungu. Na haya anayoyafanya, haya mnayoona ni mambo makubwa sana. Kuamrisha mvua inyeshe, ardhi itoe mimea, yatoa. Ataiamrisha ardhi itoe kunuz, dhahabu na almasi, na zitoke na zitatoka kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali aja kwa mtu amwambia, wataka nikufufulie babako na mamako? Kaburi lao liko wapi? Pale fulani. Haya, toka. Katoka. Babako akwambia, mwanangu, huyu ni Mungu wako, muamini. Kume shetani. Kwa ni mambo ya kishetani. Kwa nini tumejua kuwa ni mambo ya kishetani? Tukimwangalia huyu mtu hakusimama katika sheria ya Allah kisawa sawa. Huyu akufuru. Vipi itakuwa hizi ni karamata au ni muujiza? Inma huwa min babil istidraj. Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtihani ili iwe ni mtihani kwa watu.